Haya ndugu zangu, niliona mkeo mheshimiwa hapo aliposti, alikuwa analalamika jamani, watu ambao mumewe haliwasaidia kipindi hiko hawataki kumsaidia. Watu wamejitenga, watu wanavitia pamba masikio, watu wanajifanya waone, hawaelewa, hawataki kumsaidia mheshimiwa. Mheshimiwa anaumwa, mke analalamika, anaposti mitandaoni. Analalamika kuna watu ambao mumewe aliwasaidia kipindi hiko, watu hawataki kumsaidia. Kwa sababu gani hawataki kumsaidia na yeye aliwasaidia? Sasa au mimi ni uelewa wangu mdogo ndugu zangu. Hebu njooni kwanza tujadili. Hivi msaada ni lazima? Msaada jibu linakuja sio lazima. Na unapoamua kumsaidia mtu, usitegemee kwamba baadaye na yeye aje akusaidie. Wewe umeamua kumsaidia mtu, umetoa kile kitu kama sadaka, fanya mambo yako, endelea na maisha yako mengine endelee. Lakini unamsaidia mtu, ukipatwa na homa kidogo, unataka mtu aje akusaidia, asipokusaidia tayari umemtia mdomoni. Unamsaidia mtu, ukipatwa sijui na nini kidogo, asipokusaidia. Tena watu wa design hiyo wako wengi kinoma. Yaani mtu anamsaidia mtu, basi ule msaada yeye anakaa na mdomoni, unakuwa kama wimbo wa taifa. Akifanya kitu kidogo utasikia, nilikusaidia bila mimi, bila wewe mimi usingekuwa hivyo. Nilikusaidia bila wewe usingefika hapo. Jamani, muache hizo tabia, sio nzuri. Ukimsaidia mtu msaidie, fanya maisha yako mengine endelee. Lakini kila siku ndio umekuwa mtu tena kutia mdomoni kwamba nilikusaidia wewe, bila mimi usingekuwa hivyo. Nilikusaidia fulani, mimi nilimsaidia bila yeye asingefika pale. Jamani tumechoka. Make tafika tu sasa misaada yenu tutaikataa. Make mnatusaidia ili baadaye tena mje mtuseme. Mnatusaidia mje mtusimange. Mnatusaidia tena baadaye kitu kidogo mtu umefanya nini, kakuomba vocha ya 500, umemwambia mimi hiyo vocha sina tayari. Bila mimi usingefika kule ulipoenda. Bila mimi usingefika hapo. Bila mimi usingekuwa hivyo. Jamani hebu acheni hizo tabia, sio nzuri, huo ni uswahili. Mimi ninachojua msaada sio lazima. Unapomsaidia mtu tenda wema, nenda zako. Wahenga walikuwa na maana sana na hizo misali, japo sasa hivi mnazikanusha. Wewe ukishafanya kitu umefanya, nenda zako, usitegemee. Kwa mfano unaposomesha watoto wako, unategemea wewe baadaye aje kukusaidia? Wewe si unamsomesha mwanao ili baadaye naye aje aisaidie familia yake. Si ndio inavyokuwa hivyo? Maana huwezi kumsomesha mwanao ukasema napambana na msomesha ili baadaye aje kupata hela zake anisaidie. Sio kweli, hakuna kitu kama hicho. Unasomesha mwanao ili baadaye aje aisaidie na yeye familia yake, aishi vizuri na familia yake. Utegemei sana asilimia za msaada kutoka kwake. Ukifa kabla yeye hajatimiza malengo yake, msaada huo unaupata wapi? Kwa hebu tuishi humo. Yaani ishi kwamba kama ninavyomfanyia mwanangu baadaye aje aifanyie watoto wake, ndio hivyo mnavyosaidia watu wengine. Kwa mtu kama haja kusaidia, jamani usilalamike, toeni hizo roho za Kiswahili, roho mbaya hizo.